Kwa majina naitwa Martin Lauriano Matias, katibu wa umoja wa vijana UVCCM kata ya Kazima. Ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Mmoja Kafula Masunga, ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kazima. Karibuni sana. Asante sana. Kwa sababu yapo mambo mengi ambayo inabidi tuyafahamu kutokea kwenye kata ya Kazima. Mimi natamani kabla tujaenda moja kwa moja kwenye jambo lenu ambalo mnakwenda kulifanya hivi karibuni, tuanze tu kwenye kufahamu yale mambo mengi ambayo zile fursa ambazo tunasema kwamba zipo kwenye kata yenu. Ninyi kama viongozi wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata yenu, tunaona kabisa kwamba serikali ambayo ipo madarakani kwa sasa imefanikiwa kwenye hilo, kwenye fursa ambazo zipo. Ni fursa gani ambazo tunaweza kusema kwamba yes, kuna namna moja ama nyingine serikali iliyopo madarakani imefanikiwa kuifanya? Ndugu mtangazaji, fursa ambazo ziko ndani ya serikali yetu na ambazo kimsingi vijana wetu tunawaomba sana waweze kuzikimbilia ni fursa za mikopo. Kama tunavyojua, serikali yetu kila mwaka au kila robo ya mwaka imekuwa ikipanga bajeti kupitia halmashauri zetu 10% kwa maana ya vijana, kundi la wanawake, kundi la walemavu, imekuwa ikipanga bajeti hiyo. Kwa hiyo vijana wenzetu tuko hapa leo mjengoni kuhakikisha kwamba tunawaeleza juu ya fursa hizi ili wao sasa wachukue jukumu la kuhakikisha kwamba wanazikimbilia hizi fursa. Okay. Asante. Sawa, sasa tukija moja kwa moja kwenye hili swala ambalo ninyi wenyewe mkasema kwamba lazima tulizungumze. Nataka tuanzie hapo. Kwamba litakuwaje na mambo yenyewe yamekakaaje kwanza. Hii issue ya seminar. Karibu, sijui ni nani ambaye anazungumza kabisa. Kimsingi mwanzo kabisa ukiangalia posta za mwanzo zilisema kabisa kwamba Kazima tuna jambo letu Mei. Na jambo lenyewe limewadia. Tuna semina kubwa ambayo kimsingi matokeo ya semina yalianza mwaka 2024. Tulifanya semina kukutana na makundi mbalimbali ya mama ntilie, bodaboda, maafisa usafirishaji, wasukuma toroli. Tulikutana nao vijana ambao kimsingi lengo la semina ile ilikuwa ni kuwaeleza fursa ambazo zinapatikana kwa serikali ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Na vijana walikuja kupata elimu kuhusiana na fursa za 10%, yani namaanisha 442. 4 kwa vijana, 4 kwa wanawake, lakini 2 kwa watu wenye uhitaji, yani walemavu. Sasa vijana walichangamkia fursa. Baada ya vijana kuchangamkia fursa na kuunda vikundi, walifanikiwa kupitia afisa maendeleo wa kata. Lakini mwaka 2025 tulikuwa na uchaguzi mkuu. Kimsingi hatukuweza kufanya ukaguzi wa vijana ambao wamenufaika na mikopo ya 10%. Lakini mwaka 2026 tulifanya ziara, kamati ya utekelezaji ikiongozwa na mwenyekiti wangu Mmoja Kafula Masunga. Tulifanya ziara kutembelea makundi na vikundi ambavyo vimenufaika na mikopo ya 10% na vile ambavyo havijanufaika vipo kwenye process. Tulifanya ziara tukabaini kwamba vikundi ambavyo matokeo ya 2024 kupitia ile seminar wamenufaika, lakini bado kuna changamoto ya vijana ambapo kimsingi tulibaini kwamba elimu bado ni changamoto. Tukaona sasa kupitia ziara hii na kile ambacho tumekibaini baada ya kufanya tathmini tarehe 30 mwezi wa 4, kamati ya utekelezaji ikaamua kwa maazimio ya pamoja kwamba tufanye ziara, tufanye semina ambayo kimsingi itakwenda kuwa mwarobaini na kupunguza changamoto za vijana kuhusu elimu. Ndio maana tukaja na semina ambayo tunaita fursa kwa vijana. Fursa kwa vijana. Sasa semina hii imejikita katika mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ni kuwapa elimu vijana na makundi mbalimbali
kwamba fursa ambazo zinapatikana kupitia halmashauri ya manispaa yetu ya Mpanda mjini yanaongozwa na meya wetu Filipo, diwani wa Ilembo, wa Magamba, diwani wa Magamba, lakini pia kupitia mkurugenzi wetu wa manispaa Sofia, kwamba fursa hizi zinapatikana. Sio kwamba mikopo anapewa kwa kujuana, lakini vijana wengi wamekuwa wafati process ambazo kimsingi serikali inahitaji. Sasa wajibu wetu sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ni kutoa elimu. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuwaalike ofisi ya mkurugenzi kupitia maendeleo ya jamii waje waendelee kutoa elimu kwa vijana ambao kimsingi tunaamini fedha hizi ni za kwao. Fedha hizi ambazo anatoa Dr. Samia Suluhu Hassan ni za vijana wa Tanzania. Kwa hiyo tukaona ni vyema tualike taasisi hiyo ili waje watoe elimu. Lakini pia tukaenda mbali. Vijana wengi wanalilia mkopo wa mtu mmoja mmoja. Sasa ukisikia mtu mmoja mmoja, kimsingi tuna taasisi ambazo zinatoa mkopo wa mtu mmoja mmoja kama CRDB. Wao wanatoa mkopo wa mtu mmoja mmoja, makundi mbalimbali, na wao watakuwa ni sehemu ya utoaji wa mada kuhakikisha kwamba vijana wanaguswa katika nyanja tofauti tofauti. Lakini pia kwenye semina hii ambayo tumeiandaa sisi umoja wa vijana, tutakuwa na NBC. Wao wana fursa nyingi ambazo kimsingi zinawagusa moja kwa moja vijana ambao ni vijana wa Kitanzania. Lakini ukiachana na NBC, tuna CRDB. Wao wana fursa za vijana, makundi mbalimbali. Kwa hiyo wao watakuja kuwaeleza vijana kuhusiana na bilioni 200 ambazo kimsingi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amezitoa kupitia ilani ya uchaguzi mwaka 2025. Kwa hiyo wao watakuja kujikita kuhakikisha kwamba wanatoa elimu kuhusiana na bilioni 200 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na wao wameconfirm kuja kushiriki, kuja kutoa elimu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa sababu sisi tunatimiza wajibu wetu kama vijana kwa kusanya vijana na wao kuja kutoa elimu. Kwa hiyo tunaamini kupitia wataalamu wao, tunaamini kwamba vijana wetu watakwenda kushiba. Lakini pia tunamtoa mada mwingine anaitwa Magiula Faida. Huyu ni kijana mzuri sana, kijana wa Chama cha Mapinduzi, kijana mzalendo. Kwa hiyo tunaamini maarifa yake yanaweza yakaja kusaidia vijana wengi kutengenezewa mazingira, lakini pia kuongezewa vitu ambavyo kimsingi vinaweza vikasaidia kwenye maisha yao ya kila siku. Lakini pia kwa kumalizia, tutakuwa na katibu tarafa ambaye ni Mpanya Tion Sokolonko. Yeye atakuwepo kwa sababu ndio tarafa yake. Atakuja kuzungumza na vijana, lakini pia kuhakikisha kwamba anawatia moyo na anawaelekeza kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuwasimamia vijana na kuhakikisha vijana wananufaika kupitia serikali ya awamu ya 6. Kama ambavyo ameahidi katika mikutano mingi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ifikapo 2030 aache tabasamu. Analiacha wapi? Analiacha kwa vijana wazalendo wa taifa hili. Umesema kwamba mwaka 2024 mlifanya hiyo semina, si ndio? Kama hii mnayokwenda kufanya sasa. Ndio. Natamani kufahamu matokeo ya hicho ambacho mlikifanya nyakati za nyuma ilikuwaje, lakini pia kama kuna challenge zozote ambazo mliziona na sasa hivi mmezifanyia maboresho pia ni vitu gani? Semina 2024 tulipata mafanikio. Kuna vijana ambao wamepata bajaji zaidi ya milioni 54, lakini pia kuna kikundi ambacho kimsingi wao wanajihusisha na mitumba wakababae sokoni pale, lakini pia kuna kikundi ambacho kilinufaika chenyewe kinafanya biashara ya duka la madawa pamoja na bodaboda. Kwa hiyo tunaamini kwamba matokeo ya semina 2024 yalizaa matunda, lakini bado vijana ni wengi. Hatuwezi kulizika kwamba hivi vikundi vichache vimenufaika kupitia ile semina na tukakaa kimya, kwa sababu baada ya kufanya ziara tuligundua changamoto. Kuna vijana inaonekana wamekosea katiba, vijana ule mzunguko unakuwa mrefu, wanakata tamaa, vijana wanahitaji pikipiki, hawana leseni. Kwa hiyo tukaona ni vyema sasa kupitia changamoto hizi. Mheshimiwa Rais mbona kwenye ilani ya uchaguzi alisema kuna bilioni 200,
tunaona kwenye mitandao ya kijamii, tunaona mikoa mingine wananufaika na hizi fedha na ameunda wizara kupitia John Lanauka, wizara ya vijana. Sasa tukaona ni vyema sasa tutoe elimu kuhusiana na bilioni 200 ili vijana wasiendelee kunungunika. Wakiendelea kunungunika vijana wataichukia serikali. Wakiichukia serikali wamekichukia Chama cha Mapinduzi, ambacho kimsingi Chama cha Mapinduzi ndio kinaunda serikali. Na sisi ni viongozi ambao tumepata dhamana 2022 kupitia hao vijana wa kata ya Kazima. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuje na mpango kazi kuhakikisha kwamba tunapunguza hizi changamoto kwa vijana wenzetu. Na mwamko sasa umekuwaje kwa hao vijana ambao tayari mmekwisha kuwafikia? Tunashukuru mpaka saizi mimi kama katibu mtendaji nimeendelea kufanya na kutimiza wajibu wangu. Mpaka saizi tunashukuru Mungu, maandalizi yako vizuri kwa sababu mpaka saizi maandalizi ya ukumbi wa Rungwa Sekondari uko vizuri kabisa. Tunasubiri washiriki washiriki wapate madini ambayo kimsingi tunaamini yatakwenda kuwasaidia katika shughuli na maisha ya kila siku. Tunazungumza pia, tunajua mko ni Chama cha Mapinduzi. Vipi kwa hawa vijana wengine ambao ni wa vyama vingine kwenye hiyo semina, na wenyewe huwa mnawashirikisha au inakuwa? Kwa sababu tunapozungumzia vijana ni vijana. Sasa natamani kujua hapo, au ni inakuwa tu vijana wa CCM? Kimsingi ndugu mtangazaji, vyama vya kisiasa vipo kwa niaba ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Chama cha Mapinduzi au chama chochote ambacho kinakuwa kimeshinda kinaunda serikali. Sasa bahati nzuri Chama cha Mapinduzi kulingana na misingi ambayo imejijenga kimekuwa kikishika hatamu kila kipindi cha uchaguzi mkuu. Chama cha Mapinduzi kimeshinda 2025. Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda serikali. Kwa sisi wajibu kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ni wajibu wetu sisi kulea vyama vyote, kuwahudumia wananchi wote, kwa sababu chama chetu kimeshinda na kimeunda serikali. Kwa wajibu wetu sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa CCM ni kuisimamia serikali. Kwa hiyo sisi hatubagui. Sisi wote ni wa kwetu, awe ACT, awe Chadema, awe TLP, awe kafu, awe mwanachama ambaye hana chama, dini, kabila, sisi wote ni wa kwetu na tunawakaribisha sana. Makundi mbalimbali tunawakaribisha. Lengo ni kuzifikia fursa za Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sisi wajibu wetu ni kuangazia na kuwaeleza kwamba Mheshimiwa Rais kupitia ilani ya uchaguzi alichokiahidi ametekeleza. Kwa hiyo ni wajibu wa vijana sisi kama viongozi kuwaita pamoja na kuwaeleza fursa ambazo kimsingi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akizitoa siku hadi siku. Sawa. Na kwenye huu mchakato sasa, huu mchakato wenu ambao mnaendelea nao kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa pamoja ili waweze kuzikumbatia hizi fursa ambazo zipo, tangu wakati ambao mmeanza mpaka wakati huu tunapozungumza, mna vijana gani ambao mnaweza mkasema kwa Kazima sisi hawa tunajivunia hizi fursa tumewaonyeshea, lakini mpaka sasa hivi tunazungumza wako mbali sana? Ni vijana gani, kwenye kitengo gani, maeneo gani? Natamani kujua. Unapozungumzia kwenye swala la vijana, ndio vijana wengi tumekuwa tukijitahidi sana kuangazia fursa kupitia idara mbalimbali, hususan vijana wa michezo, lakini pia vijana wetu ambao kimsingi kata yetu ina shule ya sekondari Rungwa, ina advance pamoja na ulevu. Kwa hiyo tumekuwa tukiwafuata mara kadhaa tukiwapa elimu, kwa sababu elimu ya darasani tofauti na elimu ya mtaani. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaeleza namna ambavyo Mheshimiwa Rais kwanza anawapenda, lakini pia amewaboreshia shule ni za kisasa kabisa kata yetu ya Kazima. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaeleza kwamba haya mafanikio analeta Daktari Samia Suluhu Hassan. Na Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa. Kwa hiyo anawapenda, lakini fursa ambazo zimekuwa zikitoka tumekuwa tukiwaeleza, na bahati nzuri wamekuwa wakifanyia kazi. Lakini kwenye upande wa michezo, nikurudishe nyuma, 2023 tulianzisha ligi ya Kazima UVCCM Cup. Ile ligi ilikuwa na timu 10, lakini netball tulikuwa na timu 8. Ile ligi ilienda vizuri, lakini impact ya ile ligi sisi kama mmoja wa vijana tulianzisha, tulipata wachezaji wawili ambao kimsingi mmoja alienda Mashujaa, lakini mmoja Kamagi alienda Simba B, na nyinyi mashuhuda. Lakini ile ligi ndio ilimtoa Kamagi
ambaye kimsingi yuko Simabi. Kwa nini? Kwa sababu tuliamua kufanya, na ndio maana hata nyinyi waandishi wa habari mlikuja mkashuhudia. Tunashukuru Mungu vijana walitoka, lakini kupitia netball mafanikio 2023 walitoka wadada 4 kwenda JKT kupitia mhasibu wa Suma JKT Madam Nitike, na amekuwa akifanya kazi vizuri sana yule madam. Amekuwa akifanya kazi vizuri na amekuwa akitupa ushirikiano. Sasa yale matokeo ya ile ligi ambayo tulianzisha sisi kama moja ya vijana yaleta matokeo. Kwa tuna alama ambayo kimsingi sisi kama vijana ambao walitupa dhamana 2022 tunaenda kuishia 2027. Tuna kitu ambacho tumekifanya kwa vijana wetu wa Kitanzania. Sana ndugu mtangazaji, utaratibu wa kufika pale kwanza ni yeye mwenyewe kuweza kufika kwa namna anavyofahamu yeye mwenyewe. Yeah. Anaweza akatumia usafiri ambaye yeye mwenyewe anao kulingana na maeneo anayotoka. Lakini akishafika pale sisi tumefanya maandalizi ya chakula kwa sababu tukiamini kabisa ya kwamba ili mwanafunzi aweze kusoma vizuri, aelewe vizuri, mwalimu wake amuelewe vizuri, ni lazima pia chochote kitu apate. Kwa hiyo atakapofika pale atapata chakula, atapata maji, basi ili aweze kujifunza vizuri. Basi nimemaliza. Kwaona ni siku hiyo moja peke yake. Ni siku moja tu. Na mkoa mmefikiria labda kuweka siku 2 hivi? Hapana. Sisi wazo letu ilikuwa ni semina ya siku moja. Okay, na hata nyakati zilizopita kiongozi ilikuwa ni siku moja tu. Ile ilikuwa siku moja, ilikuwa siku moja. Ilikuwa siku moja na ilizaa matokeo. Okay. Sawa. Nimemaliza. Kama misosi ipo basi. Yani hapo tu ndo nilikuwa nataka nione mambo yamekaa. Kitengo cha beni. Anapenda mapaja. Vitu vya kuzingatia. Lazima uvikubali. Mimi mwenyewe pia nitakuja. Asante, karibu sana. Karibu sana. Ni Jumamosi. Fursa tena usikia taarifa msosi huko na utatuletea. Nini tena unataka sasa? Yeah, itabidi tuletee hiyo taarifa mzima ili sisi ambao hatujaweza kuonekana pale itusaidie kujua fursa zilizopo na tunazopaswa kuzikimbilia pia. Niwaahidi tu kwamba Jumamosi nitakuwepo kwa hao ndugu zangu. Jumatatu mkeka mzima utakuwepo hapo. Utakuwa hapo. Karibuni sana. Asante sana. Sawa, wakati huu bwana tukiwa tunatamatisha sasa, tuzungumze na watu wenu vijana. Zungumzeni na vijana ili tutamatishe mambo mengine pia waweze kuendelea na mkaendelee na majukumu mengine ya kujenga taifa. Sawa. Vijana wenzetu sisi tunawaambia ya kwamba hiyo siku ya tarehe 23 wahudhurie kwa wingi. Kwa sababu tukiamini kabisa ya kwamba unapokuwa kiongozi lazima uwe mtu ambaye unajipambanua kuwatengenezea vijana mazingira ya wao kunufaika. Wasiangalie sisi tunanufaika nini. Sisi ni viongozi vijana wazalendo ambao tunatamani vijana wanaotuzunguka, vijana tunaowaongoza basi wafike katika level fulani ya maisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana siku hiyo ya tarehe 23 wahudhurie bila kukosa, kwani semina hii ni mwendelezo kama alivyokwisha kutangulia kusema katibu wangu. Tulikwisha kufanya, lakini tumeandaa tena awamu hii tunakwenda kufanya na tutaendelea kufanya kulingana na matokeo ambayo tutakuwa tunayapata. Sisi furaha yetu wale wanaonufaika basi tunawapa pongezi, na kwa wale ambao watakuwa wanakutana na changamoto basi tunazibaini hizo changamoto na tunaangalia njia gani sahihi ya kuweza kuzitatua. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Sawa, na itakuwa ni kuanzia saa ngapi asubuhi hapo? Itakuwa ni kuanzia saa 4 mpaka saa 10 jioni. Ndio. Okay, sawa. Na kwenye location hivi tumeitaja vizuri kabisa Tumesema Kazima, maeneo gani? Location ni Kazima Rungwa Sekondari, ukumbi wa Rungwa Sekondari. Okay, Rungwa Sekondari. Sawa. Katibu una chochote? Mimi nichukue nafasi hii kwanza kuendelea kwa shukuru. Kumshukuru mlezi wetu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kazima, Comrade Pendo John. Kwa kweli ni katibu ambaye ameendelea kutolea vizuri sisi vijana wake na jumuiya zote ambazo zinapatikana kata ya Kazima WT pamoja na wazazi. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana wilaya ya Mpanda inayoongozwa na mwenyekiti wetu
bingwa kabisa Joseph Charles Ngoma. Kwa kweli wameendelea kutulea vizuri na maelekezo ambayo wameendelea kuyatoa sisi tunayafanyia kazi kama vijana ambao kimsingi tunawasaidia kazi kwenye level za kata. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, Amiri Saidi Katarambura. Tumeendelea kupokea maelekezo yao kushirikiana na katibu Pendo na mjumbe wa baraza na mjumbe wa kamati ya utekelezaji VCCM Taifa Engineer Debora Joseph. Kwa sisi kama umoja wa vijana kata ya Kazima ni wajibu wetu kupokea maelekezo ya juu na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa namna ambavyo umoja wa vijana unaendelea kutulea sisi viongozi wa kata. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na niwaalike vijana tarehe 23 usipange kukosa. Tarehe 23 ni tunasema ndo mwaka, yani mwaka 2026 kupitia tarehe 23 ni mwaka wa mafanikio kwa vijana wa Tanzania hususan kwa Katavi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tusiseme hizi fursa ni za watu wengine. Hizi fursa zinabagua. Hizi fursa sijui mpaka uwe nani, hapana. Uwe ni mtoto wa nani? Hapana. Hizi fursa za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia awamu ya 6. Hizi fursa ni za wote. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.